mtazamaji na mfuatiliaji wa Ushindi Online Solution. Leo nakuja na somo lingine la data type. Kati naanza mwanzoni vile nilisema unavodeclare variable ni lazima uhusishe na data type. Na ninakumbuka niliwaahidi kwamba nitakuja kuelezea aina mbalimbali za data type na jinsi zinavyotumika. Sasa tunaposema data type, anasema data type defines the proper use of identifier, what kind of data can be stored and which type of operation can be used. Tunaposema data type, mara nyingi hizi data type zinatumika kwenye kustore data katika variable husika. Na tunapozungumzia data type, maana yake data type inaturuhusu kufanya operation yoyote katika C++. Na kila data type ina aina yake ya operation ambayo inakubali kufanya nini, kufanyika kwenye data type. Na ndio maana kwa mfano katika expression zote zile ambazo unaziandaa, kwa mfano ukichukua labda 15 jumlisha 15 tunasema hii hapa yenyewe ni Lego expression. Maana yake hizi kwa kifupi ukiangalia 15 na 15 zina the same data type. Kwa maana yake hata expression yake ukiperform jumlisha hapa, kwa mfano ukitaka jumlisha, maana automatic utapata jibu 30 kama utaperform kwenye nini, kwenye C++. Nadhani kwenye tutorials zilizopita nilionyesha kwa kifupi au to perform operation. Sasa zile operations zinategemea data type. Kwa mfano, uwezi kuniambia ukachukua labda 15, sawa, ukajumlisha labda na tukajumlisha bado na John. Kwa kifupi, ukiangalia data type ya 15 ni tofauti na John. Kwa automatic hapo ukienda ukiperform hiyo operation haitaweza kukubali. Kwa sababu gani? John ni aina nyingine data type na 15 ni aina nyingine data type. Kwa that's what tumeita somo hili la data type. Kwa kuna aina za expressions ziko za aina mbili. Tunasema kuna Lego expression na Lego expression. Kwa hiyo tunasema ni Lego ambayo hapa yani inayokubalika na hii hapa isiyo kubalika. Huwezi kuniambia hapo kuna expression ambayo iko sahihi. Sasa ukiangalia hapo utaona hiyo ni Lego expression. Sasa hebu tuendelee kwenye data type. Hii data type inakuwaje? Sasa hizi types of data type zimewekwa katika mafungu matatu. Data type ziko mafungu matatu. Mafungu hayo, fungu la kwanza kuna kitu kinaitwa numeric data type. Fungu la pili tunaita string and character data type. Alafu fungu la tatu tunaliita ni boolean data type. Sasa tuzione hizi data type zipoje. Sawa? Tuone hizi data type zipoje na zinatumikaje. Nadhani ukishazielewa utajua hizi data type utazitumia vipi. Sasa tuanze na hii numeric data type. Sasa numeric data type nayo yenyewe sasa tena nayo vile vile imegawanyika katika mafungu tena mawili. Ambapo fungu la kwanza tunaliita tunaita integers. Alafu fungu la pili tunaliita floating point data type. Alafu ya juu tunasema integers data type. Sawa? Sasa tuanze na integer data type. Tunasema integer data type hold a numeric value such as whole numbers. It include negative and positive. Tunasema integer yenyewe yenyewe itakuwa ni data type ambayo ina define zile whole number. Wanaosoma sababu nadhani hapo tunasema whole number zile namba kamili ambazo hazina desimali. Kwa mfano 1, 2, 3 na kuendelea, au 0, 1, 2, 3 na kuendelea, au negative 1, negative 2 na kuendelea. Kwa hiyo integer type hii hapa yenyewe ndio inashikilia hizo namba za mtindo huo. Kwa maana ukidefine integers, kama unakuwa kwenye video ya watu tulivyogawanya, tukashindwa kuleta decimal kwa sababu tulideclare kama integer data type. Kwa maana integer data type yenyewe ni namba kamili italeta. Haitaleta desimali. Nadhani nimeeleweka vizuri. Na syntax yake ya integer kama ulinifuatia video za awali mnaikumbuka, yenyewe utaandika int alafu utafuata na variable
name ile ambayo unataka kuiandika. Kwa maana yake kwa mfano nikiandika hapa integer int maana itasimama baada ya integer ambayo int maana EA ita old value za integer ambazo ni decimal numbers na positive number lakini zisizokuwa na desimali. Nadhani nimeeleka vizuri. Kwa hata kama utaandika labda 5.5 kwenye A, hiyo 5.5 yako haitaandikwa kama 5, itapokea 5.5 lakini haitatoa result ya 5.5, itakuletea labda 6 kwa kuwa 5 imezidi nusu. Itakuletea 6 kamili, itakuletea namba kamili. Ndio tofauti kati ya integer na type nyingine. Kwa hiyo tutaenda kuona. Kwa hiyo integers maana yake yenyewe inabeba negative number na positive number isipokuwa decimal numbers na wala herufi. Haishiki herufi, yenyewe itashika namba kamili. Tunasema whole numbers. Sasa tuende kwenye floating point data type. Tunaposema floating point data type yenyewe inafanana na nani? Inafanana na hiyo integer. Isipokuwa yenyewe sasa inabeba zile decimal numbers. Ina include negative and positive. Kwa kifupi nadhani nimeeleweka. Kwa unavyosema sasa unavodeclare sasa kudeclare hii floating utaandika tu float alafu utataja ile variable yako. Kwa maana yake hii variable itabeba floating data type. Nadhani nimeeleweka. Unaposema floating lazima umeelewa. Twende data type ya pili. Data type ya pili tunaita string and character. Sasa tuone sasa. Kumbuka tulisema huku na John. Sasa tuone John ni nini? Si ndio? Tutaona string. Sasa string tunasema ni nini? String it is composed of numbers and letters. Composed of number, letters and symbols. Maana yake nini? Hii string tunaposema string yenyewe tunasema it consists au tuseme composed numbers, symbols and letter. Sawa? Kwa msingi mkubwa kabisa wenyewe ni letter. Yaani wake string unapozungumza string yake ni herufi. Sawa? Hapa ndo utabeba majina ya watu, sio utabeba nini. Lakini hizo herufi unaweza ukachanganya herufi, ukachanganya na nini? Na namba. Vivyo ukachanganya na alama. Kwa mfano labda alama mbalimbali, labda unaweka labda zile leli labda alama yoyote ile. Kwa hizo alama zote zinaingia kwenye nini? Kwenye hii wanaita nini? Inaitwa ni string data type. Sasa tuone sasa. Tuje tuone hii nini inaitwa, tuite character data type. Character data type. Nasema nifuatilie utavipata vitu vingi sana hapa. Sasa tukiangalia character data type yenyewe ni nini? Character ukiangalia hapo unaona tumeweka kwa mafungu kama zinaendana fulani hivi. Tukirudi kwa mfano tukija kwenye numeric data type tunaona kuna integer, kuna float. Zote hizi ni namba isipokuwa hizi namba kamili, hizi namba za decimal. Kwa hiyo kirudi hapa tena string zote ni herufi au mchanganyiko wa namba na herufi au na alama zozote. Ila isipokuwa sasa tunavyosema string zenyewe inakuwa ni maneno mengi. Yaani yanakuwa ni maneno zaidi ya herufi moja. Si ndio? Vile vile hii character yenyewe inakuwa ni single. Zato tunasema character maana ni single letter au single symbol. Kwa maana yake tunasema yenyewe inakuwa ni single na mara nyingine inakuwa inaandikwa kwenye single quotation. Hii character tunasema is a single letter or symbol and it must be enclosed in single quotation. Maana unapokuwa unaandika hii character kwa mfano labda maana A ni character. Kwa maana ili uandike character A lazima iwe kwenye single quotation kama unavyoona hivi. Vile vile hii string yenyewe sasa tofauti ya string na hii character yenyewe, string inakuwa kwenye double quotation. Kwa mfano hapa nimeandika, kwa mfano nilivyoandika hapa juu Juma. Tunaona hapa Juma liandika kwenye double quotation. Maana yenyewe inabeba character zaidi ya moja. Sawa? Kwa mfano hapa nikiandika labda Mwajuma. Sawa? Maana ili iwe isabiki kama string lazima iwe ndani ya quotation. Kwa utasema hapa quotation double quotation kama unavyoona hivyo. Tunaandika Mwajuma.
Sawa. Na utaona kabisa kwenye hii hapa kwenye hii hapa Dev++ utaona kabisa zile strings zote zinakuwa shaded kwa rangi ya nini? Ya blue kama unavyoona. Na hizi zinakuwa rangi ya kawaida kama unavyoona. Kwa hiyo hapa unaona character ipo kwenye single na string ipo kwenye double. Sasa tuone syntax ya string na syntax ya character. String na character. String unaandika syntax yake utaandika kama ilivyo string. Maana syntax ya string utaandika labda, kwa mfano turudi hapa, labda tuna declare variable ambayo hiyo variable inapokea string value. Kwa mfano tukaandika hapa string labda string tukasema labda a iko tu nini? Maana a kwa tumedeclare a, maana a yenyewe ina data type ya string ambayo string ita hold. Tutazungumza maana data type wakati tunaposema data type, maana zile value ambazo zinabebwa kwenye hiyo variable ni za aina gani. Na zaidi nimeleka vizuri, ndio tukasema kwa mfano tukisema integer a, maana itabeba namba. Kwa sasa na kusema tukisema sawa sawa na 9, maana tuko sahihi hapo kwa sababu gani? A imebeba 9 ambayo ni integer. Kwa mfano tukija kusema hapa a kwenye float tukasema a ni sawa na 3 labda 3.14, maana hapa a imebeba floating value kama unavyoona hapa. Kwa tukija hapa kwenye string, maana string yenyewe string a imebeba string value, maana hiyo string tunaita nini? Mwajuma. That's why tunaweka kwenye double quotation. Sipo kwenye double quotation haitatambulika kama string. Ili itabaki kama string, maana lazima iwe kwenye double quotation. Vile tukija hapa kwenye nani, tuta syntax ya character tutasema ni char. Tukisema char labda char b itakuwa sasa nani? Sawa sawa na d. Teka hapa semicolon. Maana ni nini? Kwamba hii b imebeba character d. Ndani nimeeleka vizuri. Kwa hata ndani kafanya kaandika hapa namba. Ukiweka namba 4, maana hii itatambulika kama character na sio namba, kwa sababu iko ndani ya double ya single nini? Quotation. I think umenielewa vizuri. Kwa hiyo hii ni elimu fupi ya data type. Tuone sasa hii boolean. Boolean ni nini? Sasa hii boolean ni data type ambayo yenyewe itakuwa ina return true au itakuwa ina return false. Yaani yenyewe inakuwa na majibu mawili tu, true and false. Sasa kwa hiyo kwa kifupi tu kwamba yenyewe ina return true, ambayo true maana nyingine inakuwa ina thamani ya 1, na false ambayo false value yake inakuwa termed by 0. Kwa hiyo hii boolean data type yenyewe inatumika kwenye nini? Kwenye return true or false. Tutaendelea kuona mbeleni huku kwenye mwendelezo wa somo letu la data type, tutaona syntax mbalimbali jinsi zinavyofanya kazi. Asante kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante sana.